Leo wataalamu wote wako hapa, wote wako hapa. Tunapokwenda kuzungumzia bima ya afya kwa wote, nitawaomba wahariri, wanahabari, waulizeni maswali yote mnayotaka kuwauliza. Kumekuwepo na baadhi yetu tumekuwa tukiandika habari bila kuuliza upande wa pili, kujua ukweli wa habari hizo. Na mara nyingi habari tunazoziandika zisizo na ukweli zimekuwa zikitafsiriwa tofauti na jamii, kwa sababu serikali inakuwa haijapewa nafasi ya kujieleza katika habari hizo. Kwenye sekta ya afya, ninawaomba hili tuliondoe, kwa sababu milango yangu iko wazi, mimi na wasaidizi wangu. Nilipokwenda kule Arusha kuzindua au kumtaka mtendaji mkuu wa wizara hii kuharakisha mchakato wa ujenzi na ukamilishaji wa kufunga vifaa na mashine katika kiwanda cha kuzalisha dawa za ARV ambacho kimefikia hatua kubwa. Niliona kwenye mitandao watu wakiandika habari kwamba sasa wale waliokuwa wakizalisha ARV feki wamekabidhiwa jukumu hili, na ukisoma comment za mitandaoni ni za kukatisha tamaa. Naomba niwathibitishie Watanzania, tunapoandika habari za namna hii, wizara ikiwepo, ni vyema anayeandika akatuuliza na sisi kuhusu hatua ambazo tumechukua kama serikali ya kwenda kuzalisha dawa za ARV katika kiwanda kile. Na mimi niwathibitishie, na wale walioandika watambue kwamba serikali kwa sasa imechukua umiliki wa kiwanda hiki kwa asilimia zaidi ya 70, tofauti na hapo awali. Kiwanda hiki kilikuwa kinamilikiwa na wamiliki ambao hawakuwa sehemu ya serikali, na huu ndio ukweli. Na sisi ndani ya serikali tumelizungumza sana kuhusu umuhimu wa kukidhi viwango WHO GMP, Good Manufacturing Practice, na tumewataka wazalishaji wa dawa kote nchini kuhakikisha wanafata viwango vya kimataifa vinavyotolewa na WHO. Na sisi kama serikali tutakuwa wa kwanza kuonyesha mfano ndani ya serikali kwa viwanda ambavyo vinasimamiwa na serikali, kwa sababu kiwanda hiki kitakuwa ni sehemu ya viwanda vinavyosimamiwa na serikali kupitia shirika linalosimamia viwanda lililopo ndani ya serikali.